والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kabla hatujaanza darasa yetu ya tafsiri sambamba na fiqhi, ni waombee na kuomba pia kujiombea mimi mwenyewe kwamba lillahi alhamdu tumemaliza mwaka wa hijiria 1447 tukiwa na afya na siha. Lillahi alhamdu wal minna. Yaliyotokea na yaliyotukumba ni katika mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akatuvusha salama. Tuomba kila anayehudhuria darasa hii inshallah Ta'ala mwaka huu Mwenyezi Mungu ampe ufunguo ya matatizo yake yote yafunguke, na kila mwenye dhiki inshallah iwe mwaka huu utakuwa ni mwaka wa faraja, mwaka ambao pia utashuhudiwa nusra kubwa ya Uislamu ndugu zangu katika ulimwengu kusimama, ili tuondoke katika madhila ambayo tunayapitia. Mwenyezi Mungu pia atufungulie uwe ni mwaka Mwenyezi Mungu atatupa taufiki ya kuzidi katika kutii amri zake na kukatazika na makatazo yake. Kila mwenye amal, hope, plan ambayo ni mzuri kwa familia yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujalie mwaka huu mpya wa 1448 uwe ni mwaka wa mafanikio na wa baraka kwa umma kwa ujumla. Lillahi alhamdu wal minna. Ni washukuru tena vile vile kwa mara nyingine ya nyinyi nyote ambao tumeshirikiana katika mwaka uliopita katika kusikiliza hizi darsa za tafsir. Hatimaye tukaona tuanze vile vile halaka ya fiqhi japo kwa dakika 15. Mafanikio makubwa ni kwenu nyinyi, ile insijam na ushirikiano wenu mlioonyesha. Lillahi alhamdu, mmenijenga. Mimi nawaombea Mungu nanyi mniombea Mungu inshallah Ta'ala atupe tawfik na atupe ikhlas katika amali kama hizi inshallah Ta'ala. Taban, katika wiki iliyopita tulianza kufasiri aya 3 za suratul Duha, na suratul Duha kama ilivyoanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kwa kiapo, na kiapo hiki kama tulivyoeleza ni kiapo cha mwangaza wa jua, wadhuha. Kisha akaapa Allah Subhanahu wa Ta'ala na usiku unapokabili mchana. Baada ya kuapa na viapo hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka jibu la kiapo, na kama tulivyosema kawaida Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoapa, na yeye bila shaka tumeeleza kwamba ndiye ana haki pekee ya kuapa na viumbe. Ama sisi wanadamu hatuna haki ya kuapa na viumbe wenzetu. Ukisikia watu wanasema na hapa na babangu vile, sijui babangu vile, hivi si viapo. Ni makosa katika sheria kuapa na viumbe. Sisi tunaapa
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wabillahi ama watallahi, lakini asili sema wallahi, billahi, tallahi. Hivi ndivyo viapo vya kisheria. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza. La pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoapa na viumbe ni mazingatio makubwa ya kuvizingatia vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa. Na tulieleza mianga ya jua au mwangaza wa jua na wakati wa dhuha, tukaeleza katika halqa iliyopita, na tukaeleza usiku namna unavoleta starehe. Mwenyezi Mungu akajalia kuna usingizi ndani yake, waja'alna naumakum subatan ay rahatan liabdanikum. Usingizi umejaliwa kuwa ni starehe ili miili yenu ipate kupumzika. Hivi ndivyo asili Mwenyezi Mungu akaumba usiku na mchana. Yuqallibu al-layla wan-nahara, tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl, katika suratu Ali Imran. Baada ya kiapo hiki Mwenyezi Mungu akasema ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, haja kuacha Mola wako wala haja chukia. Tulieleza jinsi wakati kipindi kigumu kilichompitia sallallahu alaihi wasallam, wahyi umekatika na watu wakaanza kumsimaga sallallahu alaihi wasallam, shetani wako wa Qur'ani yuko wapi? Maana wao wakinasibisha Qur'ani kwa inaletwa na mashaitani, na mpaka leo kuna hiyo nadharia. Kuna watu wanaona kwamba Qur'ani ni kitabu cha nani? Cha mashaitani, kitabu cha majini. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kampeni hii ya kuichafua Qur'ani haikuanza leo, ilianza wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka, usione kukatika kwa wahi ewe mtume wangu ukadhani kwamba Mwenyezi Mungu amekutupa, amekuacha. Wama qala, wala usione kwamba Mwenyezi Mungu amechukia, kwamba labda umefanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu hakulipenda kwa hivyo ndio maana wahi ukatika. La, bali wahi umekatika ili kuimarisha moyo wako. Yanayokuja katika wahi ni makubwa zaidi na ni mapenzi ni mazuri zaidi, kama inavyokuja katika aya 4 ambayo tutaifasiri. Mwenyezi Mungu anasema walal akhiratu khairul laka min alula. Tutaifasiri kwanza Kiswahili na aya pili, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walal akhiratu, Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi alifasiri akhira hapa akisema wakati utakaokuja. Kwa maana haya akasema wakati utakaokuja khairul laka, ama unaokuja ni bora kwako wewe, minal ula, kutoka wakati uliotangulia. Hii ni tafsiri ya Kiswahili kama ilivyokuja katika tafsir au tarjuma ya Sheikh Abdullah Saleh Farsi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Wala sawfa yu'tika, na bila shaka yu'tika, atakupa rabbuka, mola wako, fatarda, hadi pale uridhike. Hiyo ndio tafsiri ya Kiswahili ambayo ningependa nami kuitafsiri hivyo. Ama tukija sasa katika masala ya uslub wa Kiarabu katika aya kama hizi mbili, ambazo vile vile tutajua kufanya istinbat, yani maan ya Qur'ani katika aya kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa lal akhiratu. Iwao hapa kama tulivyoeleza nyuma, na ni muhimu ndugu zangu kuzingatia sana, tofauti na wao ya kwanza wa dhuha. Tukasema wadhuha, hii wao iliyoko hapa inafanya kazi ya alqasamu, ya kiapo. Lakini walal akhiratu ni wao vile vile, wao hii haifanyi qasam, inafanya kazi ya al-atfu, ni conjunction, ni kiunganishi. Sasa swali, je, inaunganisha kitu gani? Walal akhiratu khairul laka min al-ula ni kiunganishi cha jumlatul qasami, si jumlatu jawabul qasam. Yani ni kiunganishi cha sentesi ya kwanza, wadhuha wal layli idha saja. Hichi kiapo Mwenyezi Mungu anaapa na mwangaza, akaapa na usiku unapofunika, unapokabiliana na mchana. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala, hii ni kiapo, ni jibu la kiapo cha wadhuha wal layli idha saja. Sasa hii walal akhiratu khairul laka min alula,
Mwenyezi Mungu toa confirmation kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia walal akhiratu, mufassiruna wengi kama al-Imam Fakhrur Razi, al-Imam Qurtubi na al-Imam al-Baghawi wanasema akhira inakusudiwa hapa maisha baada ya dunia, maisha baada ya maisha dunia. Walal akhiratu, ukiangalia tamko la akhiratu limekuja na te almarbuta. Hii Kiarabu wanasema ni moja katika alama za jina la kike. Katika lugha ya Kiarabu jina la kike wakati mwingine hulipa alama ya te, mfano Aisha, Alia, haya majina ya kike. Lakini katika majina haya haina maana jina lolote lenye ta'un marbuta ni jina la kike. Kuna majina ya kiume yana ta'un marbuta. Kwa mfano Hamza, utaona kuna ha, mim, za na ta, jina la kiume. Kwa mfano Hudhaifa, mmoja katika maswahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Hudhaifa al-Yamani, kuna ta mwisho, jina lile jina la kiume. Kama vile vile kuna majina ya kike ambayo Waarabu hawaweki ta. Kwa mfano Zainab halina nini? Halina ta marbuta au ta ya kike. Kwa hivyo walal akhiratu imekuja kwa sigha ya muannath. Muannath ni jina la kike, lakini mudhakkari yake ni akhir. Kwa hivyo kuna akhir na akhiratu. Kwa hivyo mufassiruna wengi wanasema walal akhiratu, na wakati utakao kuja ama ujao kwako wewe Mtume Muhammad, au akhira kwako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun laka, ni bora akhira kwako wewe, minal ula, kuliko maisha ya hapa duniani ama kuliko ulimwengu. Kwa hivyo wengi ya mufassiruna wanasema walal akhiratu inakusudiwa akhira, maisha baada ya nini? Ya dunia. Ni bora kwako wewe minal ula, kuliko maisha haya ya al-ula, ay maisha ya duniani. Kwa nini maisha ya duniani yakaitwa al-ula? Kwa sababu ni maisha ya haraka na yataondoka, si permanent, ni maisha ya muda. Kwa maana hapa kwa mwenye akili hapa duniani yupo katika safari, hajafika. Ndio wao husema kwamba ad-dunya mazra'u lil-akhirah, yani dunia ni machumo ya akhira. Na akida ya Kiislamu inasukuma Waislamu kufahamu hivi kwamba kuna mahusiano baina ya maisha haya tunayoishi na akhira. Mahusiano haya kiunganishi ni nini? Kiunganishi ni kukiri kwamba tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu na kuhisabiwa. Na tulieleza siku moja hapa, hii hisia ya kwamba tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu sisi Waislamu ndio inawafanya Waislamu ulimwengu mzima waambiwe ndi watu wazuri sana. Licha kwamba kuna kasumba zinaingizwa dhidi yetu, lakini lillahi alhamdu wal minna, utakuta Waislamu wengi wanasifiwa duniani kwa tabia zao na nini. Na niliwatajia siku moja mfano mimi niliupata hasa nilipokuwa katika natoa muhadhara lecture, nilialikwa katika Kenyatta University Nairobi. Nikakutana na mmoja katika ma principals pale, akaniambia bwana, katika faculty of procurement Waislamu wengi ndio wanatakiwa, kwa sababu ni watu ambao asili wana uaminifu. Na kwa nini? Kwa sababu wana ile hisia ya kwamba baada ya maisha haya tutafufuliwa na tutahisabiwa. Wallahi hii ni jambo unique ambalo halijapatikana katika umma nyingine. Na hii ndio driving force, ndio nishati pekee inayotutenganisha sisi na Islamu na wasiokuwa Waislamu. Wasiokuwa Waislamu hawajali. Hata wakisema kuna Mungu kikweli, wao husema kimisemo tu, lakini hawajali. Lakini Muislamu wallahi unapomwambia ittaqillah, Muislamu kikweli humcha Mwenyezi Mungu akaogopa. Mbona yafanya hivi bwana? Muogope Mwenyezi Mungu. Wallahi utamwona ana hofu. Muislamu yote, nilitaja juzi hapa kisa cha Sufyan al-Thawri katika uwanja wa Arafa. Wenzake wote washaondoka, amebaki yeye tu peke yake. Aulizwa kwa nini, asema mimi naona
limemtwa madhambi makubwa kuliko watu wengine wote. Sufyan Thauri, mmoja katika wanavyuoni wakubwa sana katika tabiina hawa, ajihisi kwamba yeye ndiye muovu zaidi. Angalia watu kama hawa wema. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yupo katika firash al-maut, deathbed, marafiki zake wanakuja kumsalimia, wanamuuliza vipi hali yako? Asema mimi nimeipata hali yangu baina hali mbili, la adri aina masiri ruhi, sijui roho yangu ikitoka hapa itakwenda wapi. Afil janna fa uhania, je itakwenda peponi niipongeze nafsi yangu roho yangu, au finnari fa uaziha, au roho yangu sijui itakwenda motoni niomboleze kabla sijaombolezwa. Haya maneno nani? Ya al-Imam Shafi'i rahimahullah. Watu wema hawa. Yeye mwenyewe akisema msemo maarufu, akisema kwamba ana uhibbu as-salihina, mimi napenda watu wema, walastu min as-salihina, na mimi si katika watu wema. Sasa ile hisia ya akhira kwa Muislamu ndiyo inayomfanya mu'min kutoogopa katika kujifunga na majukumu ya Uislamu, kwa sababu hadogoshi, yani haliangalii lile jukumu, anaangalia amal itakavolipwa. Mwenyezi Mungu anasema yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan ba'ida. Siku ambayo nafsi ya mu'min iliyokalifishwa kisheria itahudhurushiwa mema yake, Mwenyezi Mungu alipe. Angalia ile sadaka yako uliyoitoa, angalia kule kuchekea ndugu Muislamu, angalia kule kumuunga mkono jirani wako, Mwenyezi Mungu amekulipa hili na hili na hili. Kwa hivyo akhira, ndugu zangu, yafanya Muislamu jukumu lolote asilione ni zito, kwa sababu analinganisha thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa zaidi. Walal akhiratu khairul laka min al-ula, na akhira kwako wewe, na ikaja khairul lak, haikuja khairul lakum. Hii ina maana ni miza speciali kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni kwake yeye sallallahu alaihi wasallam na kwa umma wake. Sisi pia tutaingia katika swala kwamba tunaambiwa siku zote akhira, maisha ya akhira ni bora zaidi kuliko maisha ya ulimwengu. Na lillahi alhamdu, Qur'ani imepiga mfano mingi, hatunaja kueleza sana. Pepo itakayopewa sisi ni pepo kubwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, nafanyeni haraka kutaka maghfira na pepo ya Mola wenu ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo. Na ndio maana watu wema wanasema, ya Rabbi, mimi haya maasi nilionayo, lao hutoniingiza peponi, basi unipe tu south, yani distance ama umbali wa kifimbo tu, yani ningie pale. Yani ile pepo, maana amali zangu ni chache, kwa hivyo kama utaninyima pepo usininyime basi hata sehemu tu ya kifimbo nikae tu, lakini wapi? Niwe peponi, siwe motoni. Hivi ndivyo hali ya pepo, ndugu zangu, ikapigiwa mfano katika sura nyingi. Mathalul jannati allati wa'ida almuttaquna, mfano wa pepo iliyoahidiwa waumini ni ile ambayo ina maji hayakatiki, maziwa, mito ya ikapigwa asali, ghaira asali, imepigwa mifano mingi sana, ili nikishajiisho yote ya Waislamu kwamba pepo waisawirishe. Walal akhiratu khairul laka min al-ula, tukifasiri kwamba akhira kwako ni bora kuliko ulimwengu, kwa maana hiyo kwamba Muislamu zote anaangalia akhira. Lakini vile vile walal akhiratu khairul laka min al-ula, kwamba Mwenyezi Mungu anampa bishara sallallahu alaihi wasallam kwamba hata tukikupa wahi ambao wewe umesikitika kwamba umekatika, lakini elewa kwamba tukakupa hata na dunia yote pia vile vile, hii dunia huwezi kuisawirisha na nini? Na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Starehe utakazopewa hapa duniani haziwezi zikafika starehe za peponi. Wallahi, aya hii ndio ikamfanya Mtume apambike na sifa inaitwa zuhud. Nilipiga mfano nadhani msikiti wa Manzuri juzi, katika zuhudi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka na Aisha wakati mwingine akilia. Kuna kisa na Aisha radhiallahu anha akimgusa sallallahu alaihi wasallam tumboni mwake, tumbo imesinyaa kwa sababu ya njaa. Mimi na wewe lillahi alhamdu, sote tumekuja tumekula hapa lillahi alhamdu, na tukifika hapa tumejitayarisha, tunasema
we are controlling the table. Kiingereza, the memories are made in a table. Sisi ni matajiri sana. Sallallahu alaihi wasallam yapita masiku 3 ndugu zangu, mpaka kile kitanda chake ageuka kwa sababu ya njaa. Aambiwa na Aisha radhiallahu anha, ya Rasulullah, ala tad'u rabbak, kwa nini usiombe Mwenyezi Mungu ayatak akupe chakula? Sikiza jibu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema mimi ndugu zangu waliotangulia walikuwa na hali kama hii, walijifunga na majukumu wakawa nazudi, Mwenyezi Mungu akawapa akhira, akawapa nini? Akawapa vyeo katika akhira. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anaingia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamuona amelala kwenye hashid, yani kijamvi ambacho kina dunga, yani sehemu za athari ya kile kijamvi imeonekana katika mbavu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa, ya Rasulullah, mafursi makaisar wanalala kwenye matandiko makubwa na nini, vipi wewe? Akamsomea aya hii, wal akhiratu khairul laka min al-ula, hakika dunia si chochote bali akhira ni bora kwako kuliko ulimwengu. Basi hivi ndivyo aya za ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoimithilisha aya hii. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tukimaliza asema wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa Mola wako. Sikiza kwa makini, Mwenyezi Mungu anatumia sana neno rabbuk, kumaanisha rabbu hapa ina maana ya tasrifu al-ahwal, kuwa Mwenyezi Mungu moja katika sifa yake ni rabbu, kama ilivyotoja alhamdulillahi rabbil alamin. Yani rabbi maana yake ni murabbil ahwal. Mwenyezi Mungu ni muhodari na ni mlezi wa kukulea na kubadilisha mazingira. Waweza ukatoka katika mazingira magumu, Mwenyezi Mungu akakupa mazingira mazuri zaidi. Waweza ukatoka katika mazingira mabaya, Mwenyezi Mungu akakupa mazingira mazuri zaidi. Alhasil, usikate tamaa na hali uliyoko. Hata Waingereza wanasema greatness is not built in comfort. Yani ukubwa haupatikani katika hali ya salama, no. Lakini ina ukubwa ukiutaka inatakana persistence, yani kudumu katika hali ambayo unayo. Kwa hivyo sallallahu alaihi wasallam aambiwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mola wako atakupa fatarda, uridhike. Yani Mola wako ambaye amejipamba na sifa ya ar-rububiyya, yeye ni mlezi, yeye ni mwenye kukutoa kutoka hali moja katika hali nyingine na kuchunga zaidi maslahi yako, basi Mola wako atakupa. Mufassiruna wanasema hapa atapewa vitu vingi, miongoni mwavyo atapewa haudh. Haudh ni birika ambayo vile vyombo vilivyokubirika pale kwenye birika ni sawa sawa na nyota. Mpaka waleo wazungu hawajui idadi ya nyota ni ngapi. Wametaja mabilioni lakini haijatajiki ni ngapi. Vyombo vinavyozunguka al-haudh, hii ni birika ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ataanza kunywa yeye, kisha na sisi wafuasi wake tuombe Mwenyezi Mungu atujalie katika wao tunywe katika maji yale. Na ukinywa maji yale hutokuwa na kiu abadan. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Pili, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Mwenyezi Mungu atamfungulia Uislamu. Pia ni moja katika tafsiri anahitaja al-Imam Fakhr Razi. Asema wala sawfa yu'tika rabbuka, Uislamu utakuja kupanuka. Ulianza maskini Maka, watu wachache wanafanyiwa kila aina ya istizai na nini, lakini sallallahu alaihi wasallam anafariki, Uislamu ushamakinika katika biladi ya jazira, na Uislamu ukaendelea na utaendelea kunawirika. Lillahi alhamdu billah. Angalia ni Uislamu jinsi unavyopigwa vita, lakini lillahi alhamdu watu wanaingia Uislamu makundi kwa makundi. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kwa hivyo huku kuingia Uislamu makundi kwa makundi ni moja katika neema ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alineemeshwa katika aya kama hii. Jingine vile vile ni maqama mahmuda. Mtume Muhammad pekee ndiye atapewa cheo cha kushufaia umma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmudan, ilivyokuja katika sura al-Isra kwamba zidisha katika nafila, usali usiku
Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa makama mahmuda, ambao sisi Waislamu wote tunaiomba kila wakati wa adhana tukisema Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila al-wasilata wal-fadila, kisha kaja wa maqama mahmudan alladhi wa'adta, na kisimamo chenye kusifiwa chenye kuhimidiwa ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi. Na ahadi hizi za Mwenyezi Mungu si ahadi za wanasiasa, hizi ni ahadi za kweli. Wa man asdaqu minallahi qila, hakuna mkweli isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kuamini kwamba sisi lazima tuamini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapewa makama mahmuda, na makama mahmuda hii itakuwa ni speciali kwake yeye, atuombee sisi wenye madhambi, na kila atakayeombewa Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe. Na hapa itakuwa ni mahali pagumu sana, kwa sababu watu watafuata Nabiullah Adam alayhi salam. Ya Adam, wewe ndio mtume wa kwanza, nenda ukatuombee tupate hafifu katika siku nzito hii. Adam alayhi salam asema lastu hunakum leo, leo si mahala kwangu. Watu waje kwa Nabiullah Nuh alayhi salam, waje kwa Ibrahim alayhi salam, mitume yote mpaka aje mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo pia ni kushukuru Mwenyezi Mungu sisi kuwa sehemu ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hii fa hapa inaitwa fa ta'qib, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa haya na utaridhika. Miongoni mwa kuridhika vile vile ni kwamba yeye sallallahu alaihi wasallam kupewa ndiye wa kwanza ardhi kupasuka kutoka, yani sisi tutakufa kisha tutafufuliwa, basi ardhi ya kwanza kupasuliwa atoke sallallahu alaihi wasallam, atoke basi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa neema hizi zote, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Mwenyezi Mungu atakupa, Mola wako atakupa kisha utaridhika. Naomba tusite hapa insha Allah taala, tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu